Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi, amma ba'd. Ndugu zanguni katika imani, biidhnillahi tabaraka wa taala, leo tena ni kwa mara nyingine tunakuja kupata fasiri za ndoto zetu, mafanikio yetu. Njozi, ndugu yangu, zimethibiti katika kitabu chake Allah, na leo nitaelezea njozi ya kumuota jini au mchawi. Umelala ukamuona mchawi, ukalala ukamuona jini au sheitani na kadhalik, basi tutajua nini maana yake, nini fasiri yake. Unajua jitu refu kabisa paka huko, nini maana yake? Unaona mtu anakuja na kijifimbo chake, kibabu na mkongojo wake na nini, pengine hata sura huioni, unaona tu ni miguu na kadhalika. Nini maana yake? Inshallah ambatana na mimi tuweze kuona makubwa kwa huruma na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Lakini kwanza nianze kusema ya kwamba njozi zimethibiti katika kitabu chake la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza katika kitabu kitukufu cha Qur'ani akisema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Hii ni suratu Yusuf aya ya 4. Lakini pia Mwenyezi Mungu akazieleza njozi katika kitabu chake la ilaha illa Allah, nayo ni suratu Safat aya ya 102. Allah tabaraka wa taala anasema, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Hiyo ni njozi aliyoeleza Allah tabaraka wa taala. Ama njozi nyingine suratu Yunus aya ya 64, Allah tabaraka wa taala anasema, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Hii ni njozi zinaelezwa katika aya hizi. Lakini pia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amethibitisha uhalali wa njozi, na wala njozi hakuna ushirikina wala mambo mengine mabaya, bali njozi zimethibiti katika kitabu chake Allah na sunna ya Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume anasema, dhahabatin nubuwat wa baqiyatil mubasharat. Lakini pia Bwana Mtume akasema, ar-ru'ya thalatha, faru'ya bushra min Allahi ta'ala wa ru'ya min ash-shaytan wa ru'ya yuhaddithu biha al-insanu nafsa fayaraha. Lakini pia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusiana na njozi, kwa wale ambao wanaona njozi ni vibaya kuzitafsiri sipini na nini, zinapelekea ushirikina, la hasha, bali Bwana Mtume anasema ar-ru'ya min Allah wal hulmu min ash-shaytan. Hizi ni njozi Bwana Mtume anazielezea. Kwa hivyo inshallah tuambatane pamoja na mimi tuweze kuona njozi ya leo ambayo nataka kuielezea. Ni njozi ya kumuona jini katika usingizi, njozi ya kumuona jini, sheitani au mchawi unapokuwa katika usingizi wako. Inshallah kwa hurma yake la ilaha illa Allah tutaweza kuyapata mazuri na makubwa kabisa yanaenda kujiri kwa utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Inshallah ambatana na mimi tuweze kuyapata mazito kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Aljinnu fil manami, njozi ya jini
wakati unapokuwa usingizini. Unapokuwa usingizini, nini maana yake njozi hiyo ya kumuota jini? Bismillahirrahmanirrahim. Tunasema kwa kuanza kusema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Tunasema njozi ya kwanza au nukta ya kwanza, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa amebadilika na amekuwa jini. Yaani ukajiota tu umebadilika kutoka katika hali yako kibinadamu ukawa katika majimbile ya kijini, ukajihisi kama zombi fulani tu hivi yani. Wanaita zombi nenga huko. Liko kama zombi fulani hivi. Basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba vitimbi vyako vitakuwa vikubwa sana. Vitimbi vyako vitakuwa ni vikubwa sana. Maana yake ni hivi: kama una uadui, wewe kazi yako kutembeza fitna, wewe kazi yako kutukana watu, wewe kazi yako kuwaharibia watu, wewe kazi yako kuwasengenya watu, wewe kazi yako kuwafanyia kadha wa kadha wanadamu, na ukaja kupata njozi hii, unaambiwa vitimbi vyako vitakuwa ni vikubwa sana. Maana yake hivyo, hayo unayofanya athari yake ni kubwa sana. Achana navyo vitimbi hivyo. Mwenyezi Mungu akunusuru sana kwa uweza wake na huruma yake. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ama nukta ya pili ya mtu kuota njozi ya jini au mchawi au lijizombi, yani vile vitu ambavyo visivyoonekana katika mazingira ya hali ya kawaida, jini, shetani, mchawi na kadhalika. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuona jini wa kichawi au mtu wa kichawi, basi njozi hiyo inajulisha ya kwamba mambo yako yataharibika, mipango yako itaharibika, kazi yako itaharibika, biashara yako itaharibika, na maisha yako kwa ujumla yatakuwa ni mabaya. Wapo watu wanaolala anahisi kabisa pale kitandani kwake kuna jimtu limesimama, na anaona kabisa kwamba huyu ni mtu amesimama, au ni jitu ambalo halieleweki limesimama. Basi bishara yako ni kama hiyo. Mwenyezi Mungu akuongoze hapo. Ushauri wangu, unatakiwa upate dua ambayo inaendana na njozi husika, namna gani ulivyoweza kuiota. Naamini kwa huruma yake Allah tabaraka wa taala utaondokana na mazonge hayo yanayokusumbua kwa utukufu wake. La ilaha illallah. Ama sehemu ya tatu, nukta ya tatu ya njozi ya kumuota jini usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa umemuona mtu mchawi au jini la kichawi limesimama mbele ya nyumba yako au limesimama karibu yako katika kitanda chako, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba inakujulisha mambo matatu muhimu sana katika njozi hiyo. Jambo la kwanza, unajulishwa utapata hasara. Jambo la pili unalojulishwa utapata matatizo makubwa ya kimaradhi, au jambo la tatu unalojulishwa katika njozi hiyo, unayo nadhiri ambayo huja itekeleza, na inatakiwa sasa uitekeleze nadhiri yako. Haya, nukta ya 4 ya kuota jini usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anawafundisha majini maneno matukufu ya Allah tabaraka wa taala, au anamsikiliza au hao majini wenyewe ndio wanamsikiliza huyu mtu aliyeota njozi. Huyu mtu aliyeota njozi wakati huo akiwa anasoma kisomo kitukufu cha Qur'ani, afu majini wanakuwa wanamsikiliza, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba Mwenyezi Mungu atakuruzuku uongozi, Mwenyezi Mungu atakuruzuku utawala, na mambo yako kwa ujumla yatanyooka. Kila unachokipanga kitaenda kama ulivyokipanga, kama ulivyokusudia, na kama ulikuwa na ahadi zako zitakamilika kama mlivyoahidiana na waja wa Allah tabaraka wa taala. Basi inshallah Mwenyezi Mungu akujalie khairi na mambo yako yanyoke na mipango yako inyoke kwa hurma na utukufu wake subhanahu wa subhana. Ama nukta ya 5 ya kuota jini, nukta ya 5 ya kumuota jini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa majini wameingia ndani kwake na wanafanya kazi katika nyumba yake, au wanafanya kazi ambazo wewe unawaamrisha usingizini, unawaamrisha wewe fanya hivi, wewe fanyia pale, wewe osha vyombo, wewe fanya vile. Yani wewe mwenyewe automatically unawaamrisha majini na wanatekeleza kufanya unachowaamrisha. Basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba utaingiliwa na wezi nyumbani kwako, na watakudhuru wezi hao,
watafanya uharibifu mkubwa. Maadui zako pia watafanya uharibifu, na adui zako wengine tofauti na hauwezi, nao watakusumbua sana, watakushambulia sana katika maisha yako. Mwenyezi Mungu akunusuru. Ni njozi mbaya hii, sio nzuri. Njozi ambayo inakuja kueleza kitu gani kinachoenda kutokea katika maisha yako, na uanze kuchukua tahadhari mapema kwa kujikurubisha kwake la ilaha illa Allah, na kuomba dua maalum zitakazoondosha balaa hilo, yani dua daf'ul bala wa raddul adawa, dua za kuondosha mabalaa na kurejesha uadui huko unakotoka kwa huruma yake Allah tabaraka wa taala. Nukta ya 7 ya njozi ya kumwota jini. Katika nukta hii ya 7 tunasema mtu atakayelala kisha akaota kuwa amewakamata majini na umewafunga kifungoni, ukawafunga kamba, ukawafunga gerezani, ukawafungia chumbani au na kadhalika, vyote vile umewafunga kwa maana ya kutaka kuadabisha, basi njozi hiyo inakujulisha utapata utulivu katika mji wako, na utakuwa na nguvu utakuwa na nguvu kwa kila utakayefanya, atakayekufanyia ubaya wewe utakuwa na nguvu, na kila anayewafanyia ubaya wanadamu wewe unaweza kumkamata na kumwajibisha. Njozi nzuri, na inakupa bishara njema ya kuwa na power sana katika maisha yako kwa hurma yake la ilaha illa Allah. Lakini pia tunasema nukta ya 9 ya 8 ya kuota njozi ya jini usingizini. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kapata mtoto wa kijini, yani umelala ukaota ya kwamba umempata mtoto wa kijini usingizini, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba utapata mali nyingi kwa chumo lako moja, au utapata mali nyingi iliyojificha chini ya ardhi. Hiyo ni tafsiri ya pili. Au tafsiri ya tatu pia, utapata starehe ya jimai, ya kujamiana unapokuwa na binadamu mwenzako. Au tafsiri ya 4 tunasema hutopenda kuoa au kuolewa. Au tafsiri nyingine tunasema hutokuwa na nguvu za kiume au nguvu za kike. Na hili ni tatizo kubwa sana ambalo linalowasumbua sana ndugu zetu. Hii nukta ya 8 hii nayo ni mbaya sana hii. Tunasema, nirudie tena kwanza. Anasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kampata mtoto wa kijini. Yaani wewe ukilala ukasema huyu ni mtoto wa kijini, unalea mtoto usingizini, unamlea mtoto sijui nini na nini na kadhalika. Yule mtoto akakujia usingizini, basi njozi yako inakujulisha moja, ya kwanza utapata mali nyingi kwa chumo lako. Ama tafsiri ya pili ya hiyo, utapata mali nyingi uliochuma uliofichwa chini ya ardhi, lakini pia kama vile dhahabu na mengineo, tunazika pesa kwenye mitungi na kadhalika. Lakini ama tafsiri nyingine tunasema pia hutopata starehe ya kujamiana unapokuwa na binadamu mwenzako. Yani wewe ukiwa na binadamu mwenzako, unapokuwa unajamiana naye, hutokuwa na starehe ya aina yoyote. Unaona ni kero tupu tu, lakini lenyewe likikujia usingizini huko unajisikia raha na burudani. Lakini tafsiri yake ya 4 tunasema kwamba hutopenda kuoa au kuolewa. Utakuta kwamba kijana wa kiume anakuambia mimi bado nipo sana, mimi bado nipo kwanza. Huko anaona watoto usingizini, huko anaona anafanya jimai usingizini, alafu anakuambia yeye bado yupo sana. Mwambie huyu ni mgonjwa, anatakiwa tibiwe. Lakini binti mwingine yeye akiwa wachumba na wakimbia tu, hataki kuolewa. Na wengine nasema mimi kuolewa kitu gani bana? Aliolewa na mimi basi sijaolewa, mbona tupo sawa? Wewe unasumbuliwa na mashaitani, unasumbuliwa na tatizo hilo, tafuta tiba. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuona jini, nukta ya 9, kamuona jini au umeolewa na jini, basi njozi hiyo inakujulisha kuwa utakuwa na majaribu mengi sana ya ufuska. Yani wewe umeota umeolewa na jini, umeoa jini, njozi hiyo inakujulisha kwamba wewe utakuwa na majaribu mengi sana ya ufuska. Maana yake kwamba kama ni mwanamume
wewe utakuwa unapendwa sana na wanawake kwa kujamiiana. Kama wewe ni mwanamke, utakuwa unapendwa sana na wanamume kwa ajili ya kujamiiana. Lakini pia tunasema ya kwamba tunasema utakuwa na majaribu mengi ya ufuska, na utakuwa na kupenda, yani wewe utakuwa ni penda, yani wewe unapenda tu, ukimwona huyu umempenda, yani huna msimamo wa aina yoyote. Lakini pia unakuwa ni mtu usiyeridhika na mkeo au mumeo, yani huyu yeye mke wake haridhiki naye, mume wake haridhiki naye. Hiyo tunasema. Lakini pia inaendelea, unakuwa na pepo ya ngono, unakuwa mcharuko, hujui kukataa, hujui kukataliwa, yani unapenda kwa siku kukutana mara nyingi zaidi na wanamume au na wanawake. Hili ni tatizo. Kwa kuota njozi hii, bishara yako ni hiyo, nafasiri yako ni hiyo. Kwa hiyo acha matatizo hayo, rejea kwa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Ndugu yangu, mimi niishie hapa kwa njozi hii ya jini, ya kumota jini usingizini, kwa nukta hii ya 9, kwa huruma na utukufu wake Allah Tabaraka wa Taala. Inshallah tutakuja kukutana kwa nukta nyingine, lakini nipende tu kuambia kwamba waweza kuwasiliana na mimi kwa namba hizi, ukanipigia na tukaweza kuongea kwa namba ya 0713439891, au ukanipata kwa namba ya 0685496336, au kwa wale wenye kutumia zile WhatsApp, basi unaweza kunipata kwa namba ya 0758678552, au kwa namba ya 0765893020. Ni mimi wako, rafiki yako, ndugu yako Khamisi Suleimani. Niseme wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.